tuendelee kudumisha amani ya nchi yetu. Amani katika eneo husika, amani hapa Arusha, mnufaika wa kwanza na mnufaika halisi wa amani ya Arusha ni mwana Arusha mwenyewe, ninyi mlioko hapa. Leo tumekaa hapa kwa sababu pana amani. Mnaenda kwenye shughuli zenu za kila siku kwa sababu kuna amani. Hata anayechoma mahindi barabarani anafanya hivyo kwa sababu kuna amani. Mnufaika wa kwanza wa amani ni wewe mwenyewe, mwananchi wa eneo husika. Kwa maana kwenye Biblia pale, kwa wasoma Biblia wanamsikiliza sana mwalimu wangu Mwakasege, mwalimu naye mheshimu, anasema mkauombea amani mji ule, kwa maana katika amani ya mji ule nanyi mtapata amani. Sema haleluya. Mnufaika wa amani hapa Arusha ni nyewe wenyewe. Tuwe makini na wale wanaotumika, wale wanaohamasisha uvunjifu wa amani, halafu wanalipwa kutokana na uvunjifu wa amani. Wao maisha yao yanategemea uvunjifu wa amani ndio walipwe. Kuweni makini na watu wa aina hii. Wapo mpaka wengine ni wanasiasa, wengine wanaharakati, wanaishi kwa kufugwa kule walipo, wanaishi kwa kufugwa. Na ili ionekane wanafanya kazi, inabidi kila siku wazue jambo, wahamasishe uvunjifu wa amani. Utawasikia kwenye WhatsApp, tukutane mahali fulani, tukutane mahali fulani, kama wapo. Wanahalalisha kufugwa.